Upande wangu mimi, upande wa hospitali, kwa kweli mambo yanaenda vizuri, mambo yako buheri kabisa. Manake nimefanikiwa kumchanganya daktari mkuu pale na nesi wake, wameshindwa kutambua kwamba mimi ni daktari original au ni feki. Safi kabisa. Yaani napenda nipate mrejesho kama huu, sio kama haya maboya niliyatuma yaende kwa Bibi Nyamizi, yamekwenda kuniangusha kabisa. Kazi nzuri sana. Bila kusahau, ngoja kwanza, vipi mkamwana wetu, umemtunza sehemu nzuri? Mkamwana au unamaanisha yule sanamu wetu wa kichawi au? Ndiyo, mkamwana mkazuzu yule ni kwa ajili ya kukupa wewe ulinzi. Nilikukabidhi ile sanamu nyeusi kwa ajili ya kukupa ulinzi. Vipi kwa hospitalini, umekuja nayo au umeiacha? Mungu wangu. Samahani mchawi mkuu, nimeisahau bahati mbaya hospitali wakati naruka kuja huku. Yaani umenikera sana. Yaani wewe unaachaje kinyao kama kile? Ile ndio ulinzi wako. Ile ni kama ilizi kwa ajili ya kukulinda wewe unapokuwa unafanya matukio yako ya kichawi, wasiweze kugundua. Sasa unajua kabisa hapo tena kuumbuka, tunakwenda kuumbuka. Naomba upotee hapa haraka, urudi kule ulipotoka, ukahakikisha kwamba kinyao kipo sehemu nzuri. Sawa? Potea hapa. Hii ndo mida yule cheupe da saa 7 huwa anapitaga hapa kwenda nyumbani kwao. Leo lazima nitegeshea hapa ndo naye. Hapa kweli leo kazi ya matunguli pembeni. Leo nataka niusikize moyo wangu. Hata kama mwanamke, lakini lazima nipate kidogo mtoto da saa 7. Mbosso mwenyewe kukosea. Sasa ni Mbosso alikuwa mjinga kuimba ile nyimbo. Mwishoni darasa la 7, mimi na yeye ndo tulikutana. Sababu ya kukosa ada, mikidato nikashindikana. Ndoto za udaktari kuisha, habari zikapeperuka. Yule anakuja. Melissa. Melissa. Si atakuja huyu. Kulikoni baba, kama wewe waniita ni mtoto mdogo, shida ni nini tena? Mtu mwenyewe mkali kama pilipili. Mambo vipi? Ona hili, mwacha kunipotezea muda wewe baba. Yaani mtu mwenyewe umekaa ovyo ovyo tu, unanisimamisha. Kwani haujui kama mimi ni darasa 7? Mimi natakiwa niwe shuleni sasa hivi, nachelewa kwa sababu yako. Sema shida yako iliyokufanya mpaka ukaniita. Japo umenikata steam, lakini anyway, ujue Melissa, mimi nimekuwa nikikufuatilia muda mrefu sana. Unatoka, unaingia, unatoka, unaingia. Toka huko darasa la kwanza mpaka leo hatimaye umefika darasa la 7. Kwa kweli mimi nisikufiche tu, nimetokea kukupenda sana na kukunda chane Melissa. Kwa kweli wahenga hawakukosea. Ukistajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Hivyo baba, umelogwa au? Umelogwa baba, na kuuliza. Hapana, labda utakuwa umelogwa na mapenzi yako kwa kweli. Mwacha kuchekesha wewe babu. Eti unanipenda, wanipenda wewe, wakunipenda uwe wewe. Yaani ngoja nikwambie tu kitu kimoja. Na kutambua jina lako, natambua hadi kazi unaoifanya. Hakuna ambaye hakutambui kwenye kijiji kama wewe ni mchawi. Wewe ni mchawi sana, ndevu mbili. Nani ambaye hakufahamu? Mimi nishapata taarifa zako muda mrefu tu. Nisharibu. Huyu kajuaje kama mimi ni mchawi? Tena unikome kabisa. Ukiniona mimi uone kama mwana defender vile. Sitaki unisimamishe wala kuzungumza na mimi. Mimi siwezi nikazungumza na mtu mchawi mimi. Unikome baba. Ndo kashapeperuka hivyo. Shoga yangu Melissa, mbona leo umechelewa pini vya asubuhi rafiki yangu? Ulikuwa wapi? Mweacha tu. Ni kuna mbaba mmoja tu amenichelewesha. Libaba moja nimekutana nao lina ndevu mbili hivi. Limesimamisha afu ile baba nilichawi kweli yani. Limesimamisha anaanza kuongea utumbo mara sijui nakupenda, mara sijui nini. Yaani limenikera. Chefu, yaani mbaba mwingine hatajiheshimu. Yaani kwani haitambui kwamba wewe ni darasa la 7, LY kabisa, unakaribia kumaliza, inakuja kukutongoza. Alafu utakuta ni baba yenyewe na mke wake kabisa. Kuna maswali mwalimu sasa aliacha bwana, umenikumbusha rafiki yangu. Maswali tumeachiwa hapo na mwalimu toka jana, afu ni sawa hata kukwambia. Mimi naye naombea tuyafanye rafiki yangu kabla mwalimu mwenyewe hajarudi. Sina mjua alivyokuwa mkali yule mwalimu. Daktari mkuu, mimi nilikuwa na wazo moja. Tumekabidhiwa maji na mafuta ya upako. Hasa hatutakiwi tulale daktari mkuu. Tusizembee tu. Inabidi tufanye kitu kimoja kuweza kumwangamiza huyu mchawi huyu ndani. Cha kufanya hapa, tuchukue maji na mafuta ya upako, tukanyunyuzie kila pembe ya hospitali hii, kila chumba tupite tunyunyuzie. Mimi na uhakika kabisa anaweza kalipoti hapa hospitali anytime from now. Tukifanya hivyo
tutaweza kumkamata kabisa, hawezi akatukimbia tena. Wazo zuri sana, nabidi tuanze kulifanyia kazi. Daktari mkuu, hatuna muda wa kupoteza, tusipoteze wakati, muda si rafiki kabisa. Mimi ninachokiona hapa, twende kwenye kila chumba tukamwagie maji ya upako na mafuta ya upako, na uhakika kabisa anytime from now anaweza akawa njiani kurudi. Nabidi tumwahi kabla yeye hajafika ile eneo. Kwa mafuta haya leo achumuki kwenda kupati. Umeona? Kulikoni? Mbona leo hospitali pako kimya hivi? Sio kawaida yake. Lazima ungekuwa unasikia kelele za wagonjwa wala movement za vitu. Mbona kimya hivi? Hakuna kitu leo. Shauri yao. Ngoja mimi nikabadilishe nguo niingie kazini sasa. God have mercy upon us. Nini kinaendelea jamani? Nashindwa kuelewa. Nashindwa hata kusogeza mguu wangu. Ni kama vile miguu yangu imewekewa sumaku au gundi vile. Nashindwa kusogea kabisa. Nini kinaendelea jamani? Leo nitakamata. Leo nitaumbuka leo. Well done, well done, well done. Hatimaye tumekukamata. Njia ya mchawi ni fupi sana. Ulizani haipo siku takukamata? Sio hivyo daktari mkuu unavyofikiria. I can explain. Mimi si mchawi jamani. There is nothing to explain my dear. There is nothing to explain. Hauna kitu cha kujitetea. Toka siku ya kwanza nilitambua kwamba wewe ni daktari fake. Nilikutambua toka siku ya kwanza. Na mbaya zaidi, sikutambua kwamba wewe ni mwanga. Yaani ni heri ungekuwa daktari fake. Lakini kuwa mchawi ni kosa lingine kubwa zaidi. Na unatambua kabisa serikali yetu hii haitaki kabisa mambo ya ushirikina. Jamani, nimeumbuka leo. Maskini ya Mungu. Leo mchawi wa hospitali amekamatwa. Kwa kweli leo tumemdhibiti. Hawezi kwenda popote wala hawezi kutoa hata mguu wake. Manake ni kama vile ameganda kwenye sumaku vile. Hawezi akaenda kokote.